zangu wanajeshi, nilikuwa naomba tu kwa unyenyekevu mkubwa tuongee kidogo. Oktoba 29 tumepanga kama Watanzania kuandamana. Na sababu za kuandamana mnazifahamu vizuri. Watanzania wamezungumza kwa muda mrefu. Lakini baada ya kuwa wamezungumza na kuweka sababu zao hadharani, tumeanza kusikia vitisho kutoka kwenye jeshi la polisi. Watanzania tunataka kuandamana kwa sababu tunadhani mchakato mzima wa uchaguzi haujakaa vizuri. Na kwa hiyo tunaandamana kuidai serikali yetu ibadilishe huo mchakato ili ukae vizuri, ili kwamba Watanzania wanaochaguliwa katika nafasi mbalimbali wawe ni wale ambao sisi raia tumetaka wawe katika nafasi hizo. Polisi wanasema tukiandamana kwa sababu hiyo watatuvunja miguu kwa kutupiga risasi. Ninyi wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania, mnadhani kwamba tunapoandamana kwa sababu hiyo ya kwanza tumekosea? Na je, polisi kutupiga risasi, mtaruhusu tupigwe risasi wakati ninyi mpo? Watanzania tunataka kuandamana kwa sababu tunaona ya kwamba katiba hii ambayo tuko nayo haijakaa vizuri, imekopa kwa muda mrefu, imepitwa na wakati. Na kwa hiyo nchi tunaona haiendi inavyopaswa kwenda. Tunadai serikali ilete mchakato wa katiba ili katiba iwe ni ile katiba ambayo Watanzania tunaitaka. Tunataka tuandamane kwa sababu ya kushinikiza hilo. Je, polisi wanaposema watatupiga risasi kwa sababu tunaandamana kwa sababu hiyo, ninyi wanajeshi mnaona ni sawa? Mtaruhusu mapolisi hawa watupige marisasi na kutuvunja miguu na pengine hata kutuua kwa sababu tunaandamana kudai hayo mambo? Tunataka kuandamana kwa sababu tunaona nchi yetu imeharibika. Vijana wa Kitanzania, wazee wa Kitanzania, wamama wa Kitanzania wanatekwa, wanapotezwa, wanafirwa na wanauawa. Sisi wa Tanzania katika mila na desturi zetu na hata katika imani zetu, iwe imani za Kiislamu au za Kikristo, mambo ya kufirana na kulawitiana ni mambo ambayo hata Mwenyezi Mungu anapiga vita. Watanzania tunasema tunataka kuandamana ili serikali isiwe na vikundi vya wafiraji katika nchi yetu. Polisi wanasema tukiandamana kupinga hayo mambo ya ufiraji na ulawiti katika nchi, polisi wanasema watatuvunja miguu. Je, ninyi wanajeshi mnasemaje? Mnaona sawa sisi tuvunjwe miguu kwa sababu tunapiga vita na kupinga kufirwa na kulawitiwa katika nchi yetu? Mama mmoja nakumbuka, mama wa Chadema, inaweza kuwa ni mwaka mmoja umepita au miwili, alitekwa na hawa wanaoitwa wasiojulikana ambao sasa tumejua wanajulikana. Wakaenda huko, wakampeleka huko walikojua, wakamvua nguo zake, akawa yuko uchi. Na yamkini hawakuishia pale, hata kama mama hakuzungumza. Kwanza najiuliza swali, uchi wa yule mama wa Chadema unapishana vipi na uchi wa Rais Samia? Nimepozi kwa makusudi kwa sababu najua nimerusha bomu, lakini nataka likuingie vizuri. Nasema hivi, ule uchi wa yule mama wa Chadema aliyevuliwa nguo na wasiojulikana, wakampiga na picha, wakasema kwamba akizungumza watakwenda kuachilia picha. Swali langu linakuja, ule uchi wa yule mama wa Chadema unapishana vipi na uchi wa Samia? Mimi nilitarajia rais mwanamke, baada ya kuona kuna wakina mama wanavuliwa nguo katika nchi yake, angechukua hatua kuwatetea akina mama. Yuko kimya. Yuko kimya.
Watu wanafirwa. Na sisi tunasema hatutaki watu wafirwe. Polisi wanasema watatuvunja miguu. Ndugu zangu wanajeshi, mtaruhusu tuvunjwe miguu kwa sababu tunapiga vita kufirwa katika nchi yetu? Mtaruhusu? Ni nini ambacho sisi wa Tanzania tumesema kwacho tunakwenda kuandamana, ambacho kinapingana kabisa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kipi? Mpaka sisi tutishiwe kuvunjwa miguu na jeshi la polisi? Ni nini hasa? Hayo madai yetu tunayodai yanapingana vipi na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Mpaka hawa polisi hawa tunaolipa kwa kodi zetu watamke maneno ya viburi kama hayo ya kwamba watatuvunja miguu. Ndugu zangu wanajeshi, sisi hatuna uwezo ule kwa sababu hatuna silaha mlizonazo. Yamkini tungekuwa na silaha mlizonazo, wala tusingehitaji kuwaomba mtusaidie, kwa sababu sisi wenyewe tungeshughulika na polisi. Lakini silaha zile hatuna. Je, mtatuacha tuumizwe na polisi wakati madai yetu kwa uchache ni hivyo? Madai ambayo hayapingani kabisa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais huyu ametutelekeza, ametuacha. Hasikii vilio vyetu. Wamama wanalia, hasikilizi. Vijana wanalia, hasikilizi. Wababa tunalia, hasikilizi. Watanzania tunalia, hatusikilizi. Na alisema ya kwamba yeye atalinda katiba, kuitetea na kuisimamia. Ndicho anachofanya. Mheshimiwa Polepole ametuambia ya kwamba katika nchi yetu kuna watu wachache hawa wana mtandao ambao ndio wanaiharibu nchi yetu, wanauza nchi yetu, na hata wanaua watu ambao wanawapinga. Mtatuacha tuendelee kuuawa, kutekwa, kufirwa mpaka lini? Kama hamtusaidii sasa, mtatusaidia lini? Oktoba 29 mtatuacha tunapodai haki kama raia katika nchi? Mnataka tukimbilie wapi? Tukatafute msaada nchi gani? Nani wakuja kutusaidia wakati ninyi uwezo ule mnao? Ninakumbuka maneno ya Captain Tesha, yananitia moyo nikiamini kwamba ndani ya jeshi la wananchi wa Tanzania wako wanajeshi wengi ambao hawataruhusu ushenzi unaopangwa kufanywa na jeshi la polisi ufanyike katika mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Macho yetu, namalizia kurudia kusema, yanawaangalia ninyi wanajeshi. Mkituacha tumekwisha, lakini nina hakika hamtatuacha kwa sababu mnaipenda Tanzania na mnatupenda sisi wa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Bishop Mpemba, Ugaibuni. Agaya.